Ushirika wa taksi bandarini imewataka wadau kusaidia makundi yenye uhitaji ili kuweza kukidhi mahitaji yao ambayo yametengwa katika jamii. Mwanahabari wetu aliyehudhuria taarifa hii Nadhar Abdallah anaripoti. Mwenyekiti wa ushirika wa madereva wa taksi bandarini Makungu Abdallah Mzee akikabidhi msaada kwa watoto wanaojisaidia kwa mfumo maalum wajane na yatima, amesema makundi hayo yana uhitaji mkubwa, hivyo wenye uwezo ni muhimu kuyafikia makundi hayo. Na watu wengine na washabihisha ili waweze kutoa sadaka kama hizi ziweze kuwafikia hawa watu maalumu ambao wamejificha. Ni watoto, wapo ambao wamefanywa operation, wapo hawajafanywa operation, bado wanahitaji mahitaji mengine zaidi ya haya. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wenye NGOs kama zetu sisi, pia walikuwa wana NGOs ambao wana uwezo pia waweze kujitokeza kuweza kuwasaidia watoto hawa, kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema mtu ambaye atatoa sadaka kwa ajili ya kuwasaidia wanyonge, mayatima, mafukara pamoja na wajane, Mwenyezi Mungu malaika husimama na kuwaombea watu hawa ili sadaka zao wanazozitoa wapewe mara 10 zaidi. Katibu wa jumuiya ya watoto wanaojisaidia kwa mfumo maalum Tumwa Suleiman Hamza akipokea msaada huo amesema bado mahitaji ni makubwa pamoja na watoto hao kushindwa kufikiwa. Watoto ambao wanajisaidia kwa mfumo maalum ni wale watoto ambao hawana sehemu ya haja kubwa ama njia zao za haja kubwa zinakuwa zina matatizo, hivyo kuna mitengenezewa sehemu mbadala ambapo wanajisaidia ubavuni. Watoto hawa ni wengi na wanapitia changamoto nyingi sana. Kama tunavyojua kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, wazazi wengi wanajiandaa kwa ajili ya sikukuu, lakini wazazi wenye watoto hawa bado wana changamoto kubwa katika kuhakikisha watoto wao wanaishi vizuri, wanacheza, lakini pia wanakuwa na afya njema. Hivyo vifaa hivi vitaenda kuwasaidia kwa kiasi kikubwa sana. Tunaishukuru sana ushirika wa Bandarini Taxi SACCOS kwa kuweza kugusa wazazi wenye watoto hawa. Nao wanachama wa ushirika huo wa madereva wa taksi wamesema uamuzi wa kutoa walichonacho ni mwendelezo wa kuisaidia jamii. Wanapata tabu kidogo na watoto wengine hali zao duni, kwa hivyo tumeona huu msaada tutoe uwasaidie, na vile vile kama kuna watu wengine ambao wana uwezo basi bora wakatoa na wao. Hapa walitokeza taxi driver kwa kutoa msaada kwa watu wenye mahitaji maalumu. Nilikuwa naomba na shirika nyingine hasa pa bandarini ziige wito wa taxi driver. Kwa kweli taxi driver imekuwa ni mfano katika shirika zetu hapa wa kuigwa. Nadhar Abdallah wa ZBC. Taasisi za umma zilizopo chini ya halmashauri ya Hai zimetakiwa kulipa malimbikizo ya madeni ya bili za maji ikiwa ni pamoja na nyumba za watumishi. Mwanahabari wetu Salma Saif anaripoti. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya ya Hai mkoani Kilimanjaro, Mheshimiwa Omar Bomboko katika hafla ya wiki ya maji iliyofanyika katika ofisi ya bodi ya maji Uroki Bomang'ombe, pamoja na zoezi la upandaji wa miti katika chanzo cha maji cha chemichemi ya Kikafu Soka. Amesema kufanya hivyo kutaondosha mzigo wa madeni serikalini na kurahisisha upatikanaji wa huduma hiyo. Watu wote wanaodaiwa waende wakalipe madeni. Na hii nimesema hata kwa sisi viongozi, hakuna mtu mwenye kinga ya kutokulipa. Iwe ni jeshi la polisi, iwe ni nani, shule siku yoyote ilipe. Mkuu wa wilaya alipe, ofisi yake ilipe. Tunataka kuona mamlaka hizi zikijiendesha. Lakini maelekezo ya pili niliyoyatoa ni kuhakikisha watu hawabambikiziwi bili za maji. Na hili nimelizungumza kwa msisitizo mkubwa sana. Nataka wananchi wangu walipe bili, lakini walipe bili ambazo zinaendana na matumizi yao ya maji. Afisa uhusiano wa bodi ya maji Uroki Bomang'ombe Adson Kimaro akielezea matatizo yanayoikabili bodi hiyo, amesema wananchi wamekuwa wakilima pembezoni mwa vyanzo vya maji, hali inayoathiri